Mnamo mwaka 2022 Agosti niliingia mkataba na kampuni inaitwa Rescoga ambayo iko Buzuruga, ofisi zake ziko Buzuruga Mwanza. Niliingia mkataba wa kusafirisha wafanyakazi kutoka reli ya mwendo kasi SGR kipande cha Isaka Mwanza. Kempi yetu ilikuwa Seki. Kwa hiyo bwana Rescoga aliingia mkataba na Wachina kwa ajili ya kupeleka gari kwa ajili ya kusafirisha nani. Kwa kuwa yeye alikuwa hana magari, akawa ameingia mkataba sisi kama third party. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumetoa magari. Mimi nilitoa magari 4, lakini na ndugu yangu rafiki yangu ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi mmoja akawa ameniboost akaongeza magari 4. Rescoga Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipo kwa ajili ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kujibu, ni kweli kuna amounts ambazo zinadaiwa, lakini sio kama tulivyokuwa tukifanya correspondences. Kuna deni ambalo bwana Tungalaza binafsi analidai, na kuna watu ambao hawakuwa privy kwenye mikataba hiyo walikuwa wakidai moja kwa moja. Kwa hiyo majibu yamekuwa yakienda either way kwa watu wote, na kitu ambacho bado tunakutana mpaka sasa. Hata hapa leo mbele yako nilikuwa naongea na bwana Tungalaza, figi ambazo anataja na figi ambazo kama kampuni tunazi appreciate ni vitu viwili tofauti. Sasa kwa sababu Mtweve na hao watu wengine ambao yeye anasema aliingia mkataba on behalf hapo hapo, nimejaribu kumueleza pia hilo swala kwamba tupate muda sisi pamoja na yeye kulidiscuss hili kwanza, ili tutakapokuwa tumeenda kwenye maridhio sawa, tusipoteze muda wa baraza hili na muda wako Mheshimiwa Mkuu. Mtoa hoja najaribu kumsikia mtaalamu wa Rescoga. Nimemsikia, lakini anachosema kwamba kulikuwa kuna correspondence. Sisi tumejaribu kutafuta mwafaka nje ya mahakama, nje ya popote. Tulienda nyumbani, tukao tumejaribu kumuita akawa Rescoga mwenyewe ndio huyu? Hapana. Mkurugenzi mwenyewe hayupo hapa. Sawa. Sasa nyinyi ninawapeni siku 3 ya kufanya reconciliation. Yaani wewe, mwanasheria na mkurugenzi, kikao chenu kikae katika kipindi cha siku 3 kutoka leo, mfanye reconciliation kwanza juu ya deni. Halafu mkishaafikiana juu ya deni mnarudi hapa ili sasa tukubaliane hao mabwana wanalipa lini fedha yenu, na kama wao watasema hawajalipwa, tukifuatilia SGR kama wana madai yao yoyote, ofisi yangu itaandika barua kwa SGR kwamba fedha kiasi fulani kinachodaiwa hao mabwana kilipwe kwenye mkataba namba fulani ambao nyinyi mmeandikishana. Kwa hiyo siku 3 hizi mkafanye reconciliation na mkurugenzi awepo katika reconciliation, na wale wote waliohusika kwenye huo mkataba wawepo ili mkubaliane amount ya fedha mnazodaiana. Kama ukiniambia kwamba hamwezi kukaa wenyewe, mwanasheria wangu anaweza kuwaiteni nyie mkakaa naye kwa niaba ofisi yetu hii ili mfanye hiyo reconciliation. Nimekubaliana na mawazo sahihi kwamba baada ya siku 3 tukae pamoja ili tujaribu kuangalia. Mwanasheria, umenisikia? Mheshimiwa, nimekuelewa. Hakikisha mkurugenzi na wewe mwanasheria na yeye mnakaa pamoja. Mkishafanya reconciliation, njooni na karatasi yenu hapa baada ya siku 3. Tunashukuru Mheshimiwa. Nyinyi nendeni. yangu nimefika mahali hapa mbele yako Mheshimiwa. Mimi ni fundi upande wa vinyago vya chuma. Nimekuja kwa ajili ya kuomba kama kuna uwezekano kuingizwa kwenye mfumo wa tenda za serikali au kwa namna ya ushauri mwingine utakaoona Mheshimiwa. Sasa afisa biashara kakae naye. Kuna mambo ambayo anatakiwa yaelewe kuhusiana na tenda za serikali. Kwa hiyo afisa biashara wa jiji kakae naye huyu vizuri, uone nini. Kuna mabustani yenu mazuri tu hapa, mnaweza mkaboresha. Unajua tatizo lenu nyinyi watu wa jiji, mnataka mambo yale ya kizamani. Kwa hiyo mnaweza mkakaa na watu kama hawa, mkaangalia namna ya kuboresha bustani zenu, kufanya jiji liwe na mvuto. Kwa hiyo kwa gharama nafuu. Kwa hiyo kakaeni naye huyu, muone nini mnachoweza kufanya naye au kumshauri katika biashara yake. Si ndio kazi ya maafisa biashara?
Haya, tuendelee. Francis Koroso, eneo lake limetwaliwa kupisha mradi. Tunakiri kupokea barua yako, yani ya mkuu wa mkoa. Tunapenda kukufahamisha kwamba wakati wa zoezi la uthamini, mmiliki wa eneo hilo hakutambuliwa na viongozi wala majirani. Hivyo wathamini wakachukua taarifa za eneo hilo pamoja na jengo lisilo kamilifu. Baadaye mwishoni mwa mwaka 2024 aliyedai kwamba ni mmiliki alijitokeza. Baada ya kuthibitishwa umiliki wake, zoezi lililofuata la uthamini na uhakiki wa ndani lilifanyika mwezi Oktoba, ndipo bwana Francis Koroso Boke naye alihakikiwa na maafisa kutoka wizarani. Baada ya zoezi la uhakiki, TRC iliwasilisha wizarani barua yenye kumbukumbu hiyo hiyo mwaka 25 kuomba fedha za fidia kwa ajili ya ndugu Francis Koroso Boke na wananchi wengine 4 ambao hawakutambulika wakati wa mazoezi ya uthamini. Nakala ya barua imeambatanishwa kwa urahisi. Kwa sasa fedha hizo za fidia bado hazijatolewa kutoka hazina. Pindi tutakapopokea fedha hizo, tutafanya malipo hayo kwa mwananchi kwa uharaka. Tunaomba kuwasilisha mkurugenzi mkuu wa TRC. Na hii hapa barua kwa katibu mkuu uchukuzi, madai ya ujenzi. Jina lako lipo hapa, imeshapelekwa serikalini, wanasubiri. Tena iko hapa bwana Koroso, shilingi milioni 9,644,000 kiasi cha fidia. Bwana, umesikia hoja zako hapa? Mimi nimesikia. Alafu kweli wamenihakiki mwezi wa 10, lakini walichokuwa wanadai kunihakiki wameshahakiki. Mimi nimeshindwa kuelewa, watu wote walishalipa, mimi nimebakia kwenye kizimu. Wewe si hukupatikana? Mimi nilipatikana. Wewe ulipatikana kwa kuchelewa, wakati wenzio wote walishakuwa wameshafanywa tathmini na wizara imeshatoa fedha. Kwa hiyo ukaja baadaye kabisa mkiwa watu 4. Huyo mkurugenzi mkuu anayelipa sio yeye TRC, inayolipa ni wizara ya uchukuzi. Na hapa ameandika, ameweka barua hapa aliyomwandikia katibu mkuu wa uchukuzi kumweleza kwamba watu 4, nimepokea ripoti ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, wanadai jumla milioni 19. Katibu mkuu wa uchukuzi amewaandikia hazina, nipeni milioni 19 niwalipe hao watu 4. Sasa swali langu hapo, hata tukijadili muda mrefu, jambo hili bado linatakiwa liwe katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza au jambo hili linatakiwa liwe katika ofisi nyingine? Hili jambo linatakiwa kwa ofisi nyingine ambayo ni. Kwa hiyo hapa wewe unapokuja, mimi nasaidia tu mawasiliano, lakini wajibu wangu nilishatimiza. Kwa hiyo sisi taarifa zako zote zilishakwenda na majibu yako hapa, na wewe mwenyewe umekiri kwamba unadai kweli kiasi cha fedha. Mko yangu ni kutapanywa kwa fedha za kikundi. Kutapanywa kwa pesa za kikundi. Za kikundi ndio. Zimetapanywaje? Zimetapanywa kwa mfumo huu. Nataka tuende vizuri na wajumbe wasikie, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kikundi chetu mapato yake ni mawili baada ya mavuno. Sasa haya mapato, kilichofanyika na huyu ambaye anasimamia bwana Kazimiri Lupimo, amedivert mapato yote mawili. Kwa hiyo kikundi kinakaa bila mapato. Mpaka sasa naongea na wewe mheshimiwa. Amedivert kwenda wapi? Ametengeneza mifumo ambayo kuna mtu amelipia leseni ambaye hatuna mkataba naye kama kikundi, anachukua 50% ya pato la kikundi. Huyu mwingine bwana Masanja, huyo tuna baraka naye, ana mkataba na deni lake linajulikana ni milioni 180, na mpaka sasa naongea na wewe mheshimiwa mkuu wa mkoa, tayari kuna tripu zaidi ya 80 ambazo tumemlipa na anaendelea kuchukua mpaka sasa. Lakini huyu mwingine hana mkataba, hatujui alilipia shilingi ngapi madini juu ya hizo leseni, lakini anachukua hizo 50% mheshimiwa. Hata kama ni mikopo, kwa 50% hizi ni aina gani? Ndio kimekuwa. Basi nimekuelewa. Sasa sisi tutamtuma DC aite uongozi wote wa uongozi na wanachama, uongozi na wanachama. Hata hao wanaoitwa sio wanachama waje pale wathibitishe au kutothibitishwa wanachama wao. Lakini na mwanasheria wangu hapa atahudhuria hicho kikao, halafu na wataalamu wa madini watahudhuria hicho kikao.
ili sasa yazungumzwe, na baada ya kuzungumza tutafahamu changamoto iliyopo. Kama DC atakuwa ameweza kuimaliza itakuwa jambo la heri. Kama itakuwa bado kuna mambo ya kushughulikia, tutahakikisha tumeingilia ili kumaliza huo mgogoro.